Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike. Una nafasi pia kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usahau ukurasa wetu wa michezo Azam TV Sports. Huko pia yapo mengi tuliyoandika, lakini pia maoni yako ambayo umetuandikia huko tutakuja kuyasoma hapa moja kwa moja kupitia Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuanze kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Goli pekee la mshambuliaji mahiri Pacome Zouzoua limeipa Yanga ushindi muhimu katika mchezo wa ligi kuu ya NBC uliochezwa leo jioni katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Ushindi huo unaifanya Yanga kuendelea kusimika nafasi yao kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC wakifikisha alama 64 huku ikisaliwa na michezo 6 kumaliza msimu huu. Baada ya mchezo huo kumalizika, nilipata wasaa wa kuzungumza na makocha kwa timu zote mbili, na hichi ndicho walichozungumza nami. Nimefurahi sana kwa pointi 3 kwa sababu pointi hizi 3 ni muhimu sana, lakini napenda kuona mchezaji anakuwa hatari zaidi mbele ya goli, kwa sababu tumepata nafasi 6 za kufunga na hatukufunga, lakini kwa mashabiki huko wanafurahi sana tunaposhinda 2-3, lakini pia ni muhimu kufurahi kwa sababu tumechukua pointi 3 na tunabaki kileleni, na hilo ni muhimu sana kwa mchezo ujao. Tumepoteza, tuko pabaya na tumezidi kukaa pabaya, lakini kubwa tu tumepoteza na watu ambao kidogo akipata hiyo na amepata hiyo single hiyo ndio wametumia. Kwa hiyo tunashukuru, pamoja na kupoteza vijana wangu na washukuru, lakini kubwa tu tumepunguza makosa pamoja na kupoteza. Lakini idadi ya makosa tumepunguza na idadi ya goli tumepunguza. Kuruhusu goli moja ina maana yoyote kwako? Kuruhusu goli moja dhidi ya wananchi Young Africans ina maana yoyote kwako kama kocha? Maana hakuna, tungetaka draw, tungewini, ndio maana. Siwezi kujisifia, lakini nasifia wachezaji wangu kwa sababu kuna gap ambazo tunafanya mechi iliyopita tumezipunguza sana kwa asilimia kubwa. Walimu hao kwa timu zote mbili ambao nilizungumza nao jioni ya leo KMC Complex. Na sasa tusikie mtazamo wa wachambuzi wa masuala ya kabumbu. Tusikie kutoka kwake Godlisten Muro, tuone nini anacho kuhusiana na hilo, hasa kwenye mbio za ubingwa. Tayari wananchi wameendelea kusimika nafasi ambayo wapo. Vipi ndugu yangu, uko vizuri? Mambo yanaenda kabla ya jambo, baada ya jambo. Hongera sana. Shukrani. Asante. Wananchi leo walikuwa mzigoni, KMC Complex walikuwa nyumbani na wamefanikiwa kupata alama 3 kupitia ushindi wa goli moja, goli zuri kabisa la Pacome Zouzoua. Kwa kuanza, alama 3 za leo zinaashiria chochote kwenye mbio za ligi kuu, pengine kuanza kuthubutu kusema kwamba pengine wananchi kama bingwa mtetezi wanakaribia? Huyu ni bingwa mtetezi na bingwa mtetezi unaangalia karata zake zilizobakia kuweza kuutetea ubingwa. Pamoja na mechi ngumu zilizopo ikiwemo ya Azam FC na sintofahamu ambao bado haijatatuliwa ya mchezo wa dabi, lakini unatazama zile mechi za viwango vya uzani ambao wanaumudu, ni mechi ambao mara nyingi unazitazama za kuzishinda points. Uzani ambao wanaumudu chini yao ni pamoja na mechi kama hii ya Costa. Mechi ya kwanza walishinda pale Shambrebed, lakini hii pia wanashinda. Point 3 ni muhimu kwa sababu gap lao sasa na Simba linakuwa ni wastani wa alama 7, bila kujalisha viporo vya mpinzani wako anayekufukuza. Je, zilizoko kwenye mikono yako una capitalize vipi kuzishinda? Imekuwa ni best sana kwao na kuongeza ule upana wa gap bila kujali viporo vitachezwa vipi na vitakuwa na matokeo gani vya kwako mkononi viko. Hebu tuangalie msimamo. Ukijaribu kuangalia kwa haraka hapa, wananchi Young Africans kama tulivyosema ni vinara, Simba wanafuata nafasi ya pili alama 57. Tumezungumza Yanga kama bingwa mtetezi kabisa. Wanaomfuata na speed wanayokwenda nayo na hichi ambacho ama hii race ambayo anakwenda nayo Yanga inaashiria chochote maybe? Kwa sababu lazima utazame timu zilizoko chini yake ambazo zinaweza zikafikia points zake kwa michezo iliyobakia. Utaona ni Simba Sports kulingana na viporo walivyokuwa navyo viwili, lakini kuna mchezo ambao hawajakutana. Kwa Azam FC ana michezo 5 iliyobakia kwenye ligi kuu ikiwemo dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Azam ana pointi takriban 15 zilizobakia za kuzipambania msimu. Ukijumlisha na ile ya 51 unapata 66. Kwa Young Africans tayari ana 64. Pointi za msimu Azam atakazomaliza nazo akishinda mechi zote ni 66. Kwa hiyo Young Africans ana pointi 2 kuzifikia hizo 66.
which means Young Africans ikitokea amepata matokeo dhidi ya Azam, anamuondoa kabisa Azam kwenye title race. Sasa hapo ambapo mmezungumza kwamba endapo Young Africans na Azam ikaja na matokeo ya aina tofauti, hebu tutazame mechi 6 za wananchi Young Africans tuone hizo ambazo zimesalia. Kuna namna yote dhidi ya Azam FC tayari umeizungumzia, na hii ni April 10. Kesho kutwa leo tarehe 7 tumebakiwa na siku 2 kwa sababu ya 3 hatuhesabii, ndio siku yenyewe ya tukio. Kuna Fountain Gate pia watakuwa na mzigo dhidi ya Yanga. Fountain Gate hawa tunakumbuka walimsimamisha mtani wa jadi wa Yanga kwa maana ya Simba, alisimamishwa akadondosha alama 2, lakini pia wana mechi na Namungo, wana mechi na Tanzania Prisons, wana mechi na Dodoma na mechi nyingine pia dhidi ya Simba ambayo haikuchezwa. Utaona mechi 2 tu watatoka nje ya jiji la Dar es Salaam. Hii ya Fountain Gate Tanzanite Kwara na hii ya Sokoine. Sasa ukitazama kuna mechi ambazo unaziona za moja kwa moja ni timu ambazo ziko chini ya uzani lakini zina mahitaji. Prison kumbuka yuko kwenye ile mistari dangerous ya chini kabisa, unaongelea ile ya kushuka daraja. Lakini dhidi ya Dodoma Jiji na dhidi ya Simba, unaongelea dhidi ya Simba, huu ni mchezo ambao mara nyingi unauweka kama shilingi imesimama, kwa sababu ni mechi ambayo inakaa 50-50. Huwezi ukawa na uhakika wa kuzikusanya alama zote 100%. Mechi dhidi ya Azam ina jambo lake. Raundi ya kwanza unaona game ambayo Azam walitoa, Young Africans anamaliza mechi na wachezaji 10 baada ya red card ya Ibra Baka. Nafikiri hii inaweza ikaanza kutoa taswira ya moja kwa moja, kwa sababu hizi zilizosalia unajiuliza Yanga mara zote alizotoka nje msimu huu, mechi 3 zilizopita za nje zote Mashujaa, Pamba, Tabora, amevuna alama zote 9. Haya, Muro, ukiwa hapo pia tuangalie, kwa sababu Yanga leo amecheza ameokota alama 3 na kibarua kingine kinachofuata saa 48 kutoka sasa, kwa maana ya siku 2 kutoka siku ya mechi hatuhesabii. Atakuwa na minyana na Azam FC na hii ni Dar es Salaam Derby. Sasa tumeuliza swali kwa wadau wetu kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, tusikie na wao pia kutoka kwao, kwa sababu ni wanamshike na wao. Swali lilikuwa linahoji kwa kiwango cha Yanga leo dhidi ya Coastal Union na jana Azam FC dhidi ya Singida Black Stars, unaionaje dabi ya Dar es Salaam April 10? Swali limeuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetuandikia sasa kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tukianza na Instagram, Azam TV Sports, huyu anaitwa Salim MP anasema Azam atapoteza mchezo kwa sababu ni mechi ya maamuzi. Yanga huwa hawanaga utani kwenye mechi za maamuzi kama hizo, hasa ukizingatia Simba ana viporo nyuma. Lakini Saidi Juma anasema wote kiujumla wamecheza kwa tahadhari wakifikiria mechi ijayo, kitu kilichokuja kuwagharimu zaidi Azam ambayo imepoteza, ila kiukweli mechi itakuwa ngumu. Amaliza hivyo yakiandika ngumi. Haya bana. Agnes Prosper anasema dabi ina utofauti wake, wote wanaweza kuonekana hawakuwa na game nzuri, lakini ikifika dabi ni kupambana mpaka tone la mwisho. Akimaliza kwa kimombo akisema kuwa by God's grace, anasema ushindi ni kwa Yanga. Haya bana. Huyo ni Agnes amemaliza hivyo. Tuangalie ukurasa mwingine hasa kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Huyu anaitwa Edward Medad Francisco anasema kutoka Songwe, anasema dabi itakuwa ngumu sana kwa sababu Azam imetoka kupoteza dhidi ya Singida. Hii ni kutoka Facebook. Anasema hatakubali kirahisi kupoteza mechi 2 mfululizo, na Yanga naye hatakubali kupoteza mechi dhidi ya Azam kwa mara ya pili katika msimu huu. Hiyo mechi itakuwa nzuri, yeyote atakayeamka vizuri anashinda. Lakini Alois Koila yeye anasema kutoka kule Arusha, anasema mechi zote 2 hazitoi taswira ya mechi ya tarehe 10. Timu zote 2 zimecheza kwa tahadhari kubwa na kuwapumzisha baadhi ya nyota wao wakipangilia mchezo ujao. Haya, lakini Ali Samengo Junior yeye anasema Watukuyu Busokelo Mbeya, anasema mechi ya dabi itakuwa ngumu kwani Azam hawatacheza kama walivyocheza jana, watakuja kwa morali na hali ya juu. Pia Yanga wachezaji wake wengi watakuwa wamerejea, kwa hiyo itakuwa mechi ngumu sana. Amemaliza hivyo. Na baada ya Facebook tuangalie ukurasa wetu mwingine, pasi na shaka ni X zamani Twitter. Anaitwa Thomas Matalo anasema kwa hali ya Azam FC hapo jana ama kweli haikuwa shwari, lakini upande wa Yanga nao si ile walioitarajia wanayanga. Kwa mujibu wa mechi ya tarehe 10, yeyote akitulia atashinda, lakini naona timu yangu ya Azam FC itaibuka mshindi. Thomas Matalo amemaliza hivyo. Lakini pia Single D Classic anasema wananchi tunautaka ubingwa kwa mara nyingine mfululizo, hivyo basi leo tumekosa magoli mengi, lakini kwa Azam kila nafasi tutakuwa tunaweka kambani, wajiandae, tutakula hadi barafu. Haya, lakini Goligota Magabe Mkono yeye anasema wa GGM Unit Geita, anasema mechi itakuwa nzuri na ya kuvutia sana tu. Ukiangalia Azam FC wanachechemea, Yanga ya moto. Pia Yanga Sports Club haitakubali kufungwa mara 2, na isitoshe Yanga inautaka ubingwa wa ligi kuu NBC Premier League. Akimaliza hivyo
Muro, umeng'amua nini hapo? Kwa sababu ukijaribu kuangalia kila mmoja amekuwa na mtazamo wake na wengi wamezungumza wakijitanabaisha wazi bana, chama langu, chama langu, chama langu. Kuna kitendawili hakizungumzwi hapa. Nazungumza tu cha ubingwa kwa upande wa Young Africans. Kumbuka Azam anapaswa kuipigania nafasi ya 3 pia vema ama ya pili. Kwa sababu nyuma yuko Singida Black Stars aliyemfunga Azam jana, gepu ni pointi 1. Nafasi 3 ndo zinakuwa zina uhakika. Nafasi ya 4 wakati mwingine inategemea bingwa wa michuano ya shirikisho ya ndani. Akitokea nje ya top 4, ujue nafasi ya 4 inakuwa haina maana kwako. Kwa hiyo michuano ya kimataifa utamchukua nafasi ya 3 shirikisho na aliyechukua bingwa wa michuano ya FA ya ndani kama atakuwa ametoka nje ya hizi timu 4 bora. Kwa hiyo nafasi ya 4 wakati mwingine inaweza kuwa na thamani kwa sababu ya ule mgao wa fedha na kadhalika, lakini kwa maana michuano ya kimataifa ikitokea bingwa anakuwa either JKT, Mbeya City, Stand United, Kagera ama timu nyingine nje ya top 4, unazungumzia nafasi ya 4 itakuwa haina maana yoyote kwa msimu zaidi ya ubora. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo panatengeneza pia ligi nyingine kati ya Azam na Singida Black Stars kwenye hii nafasi ya 3. Kwa maana kwenye nafasi ya 3 kabisa. Haya, wakati tunazungumza hayo Muro, leo Yanga tumewagusia hapa na wametoka kucheza na Coastal. Hem, tuangalie Coastal. Wao leo wamepoteza mchezo dhidi ya Yanga kabisa, na wana mechi kadhaa zimesalia. Ukijaribu kuangalia kwenye msimamo, hawapo kwenye eneo kwamba ni eneo salama sana. Unajua ligi ilivyo iko very technical msimu huu. Yaani unaweza kumbakiza kwenye hizi mechi chache zilizobaki hizi, mambo yakapinduka na usiamini. Kwa mfano, ukijaribu kuangalia nafasi ya 12 ni Pamba, lakini 13 hawa ni Coastal. Hizi ni timu 5 za mwisho. Leo Coastal amepasuka dhidi ya Wananchi. Safari yake ama nini hatima yake kwa namna unavyomuona? Wakati msimu uliopita alikuwa kwenye zile 4 za juu. Alicheza michuano ya kimataifa. Akacheza michuano ya kimataifa. Hicho unachokiona, unamtazama Kagera aliyokuwa nyuma yake. Gepu la pointi 3. Sio salama zaidi. Inawezekana goal difference ikawa inambeba Coastal ili Kagera amtoe hapo, ashinde mechi yake na mabao zaidi ya 7 ndo amtoe pale. Lakini bado unaona kama ni issue ya points. Hata Tanzania Prisons ni wastani wa michezo 2 tu kuweza kuvuka pointi alizonazo Coastal Union. Joseph Lazaro nimemwona benchi leo. Sijamuona Juma Mwambusi ambaye ameikusanyia pointi 17 tangu alivyofika Oktoba 23. Kumbuka Juma Mwambusi alichukua Coastal Oktoba 23 mwaka 2024 mwaka jana. Kutokea pale ameshaiongoza michezo 16. Ili tegemewa leo tumuone kwenye mchezo 17, hakuonekana. Kwa hiyo unaweza kuona trend yao kwenye hiyo michezo 16 kavuna pointi 17, wastani wa pointi 1 tu kwa kila mchezo. Sio ishara nzuri, hasa ukipiga mahesabu. Kagera tangu Kaseja amechukua jana ndo amepoteza dhidi ya Tanzania Prisons. Na kama Prisons amemfunga Kagera jana, kumbuka Prisons ana mechi dhidi ya Ken Gold. Mechi ambayo inaweza ikaongeza pointi za kumsumbua Coastal pale alipo. Bwana, nisikuchoshe sana ndugu yangu. Pumzike kidogo, afu baadaye utarudi tena tujadili mengine mengi zaidi, au sio? Jambo letu. Shukrani sana. Ni Godlisten Muro huyo nikizungumza naye, mchambuzi wa masuala ya kabumbu, akituambia kuhusiana na tathmini fupi ya mwendelezo wa ligi kuu NBC, hasa kutokana na matukio makubwa yaliyotokea hivi karibuni, ikiwemo mechi ya leo kati ya Wananchi Yanga dhidi ya Coastal Union. Huu ni Mshike Mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Kuelekea mchezo wa mkondo wa pili wa robo finali kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba Sports Club dhidi ya Al Masry utakaochezwa Aprili 9 mwaka huu katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mwenyekiti wa klabu ya Simba, Multaza Mangungu, amesema si mara yao ya kwanza kushiriki robo finali ya michuano ya kimataifa, na wanaamini kuwa watafuzu kuelekea kwenye nusu finali pasina kuwa na wasiwasi wowote, licha ya kuwa walipoteza mchezo wa kwanza magoli 2-0 katika mchezo uliopigwa kule Misri. Sisi tunapambana. Tumesema hii ni robo finali ya 8 almost tunashiriki, na tumeshashiriki finali tukiwa na mzee wetu Azim Deuji. Kwa bahati nzuri au mbaya, viongozi wenzio wakati huo wametangulia mbele ya haki, lakini tunasema tu kwamba si mara yetu ya kwanza. Tumeshiriki nusu finali miaka ya 70, tumeshiriki finali miaka ya 90, lakini tunaamini kwa uwezo wa Mungu safari tutashinda tena kuelekea huko, na hatupo kwa ajili ya kushindana au kubishana na yoyote. Sisi tuna concentrate na mambo yanayotuhusu, wacha wao wahangaike na mambo yasiyowahusu. Lakini muhimu zaidi, hatutaki kutishwa na mtu.
Hii timu imefika kwa jitihada za wanasimba wote, wachezaji, management, uongozi pamoja na kila mmoja ambaye ameshiriki kuifikisha hii timu hapa. Kwa hiyo hivyo vitisho vyao wala havitusaidii kitu chochote. Kimsingi wito wetu ni kwa wanasimba na Watanzania wote tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaiombea dua timu yetu inafanikiwa kuingia katika hatua zinazofuata. Lakini kwa uzito wa kipekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, pamoja na viongozi wa serikali ambao wamekuwa wakituchagiza, kutupa moyo na kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwa ajili ya timu yetu. Ni Murtaza Mangungu akizungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo ambao utapigwa tarehe 9 kwa ajili ya kuangalia hatma ya Simba kwenye michuano ya kimataifa. Kwa upande wa wajumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu hiyo wameeleza utayari wao na uongozi wa klabu hiyo ikiwa ni pamoja na wanasimba kwa ujumla, wakisisitiza kila mtu atimize wajibu wake ili timu ifuzu nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Kuna kuaga na ule msemo unasema do or die. Sisi katika mechi hii hatuna dai. Ni do peke yake. Tumeifuta dai. Jana tulikuwa na kikao kikubwa sana kiongozwa na rais wa club na mwenyekiti wa bodi Mohamed Dewji pamoja na mwenyekiti wa club Mangungu na viongozi wengine wote pamoja na viongozi wa zamani. Kwa kimsingi kile kikao tumefuta neno linaitwa dai. Tumeacha neno do. Viongozi wengine hapa mwaoni, lakini wapo wanaendelea na shughuli zingine ambazo wamekasimishwa kuzifanya kuelekea kwenye hii mechi. Kila mwana Simba kwenye hii mechi ana kazi maalum ya kufanya kutokana na umuhimu na ukubwa wa hii mechi. Wakati tuko Masri katika pale kwenye ule uwanja wa Suez, baada ya mechi wachezaji wetu waliumia sana kabisa, waliumia sana kwa kuonesha, kwa kusema, kwa simanzi kwamba kazi kubwa wamefanya, lakini bahati haikuwa ya kwao, na wengi wakaapa kwamba haijaisha mpaka iishe. Kwa tunawaambia kwamba dakika 45 za kwanza zilichezwa nchini Misri, dakika 45 za kipindi kingine zinakuja kuchezwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Naye afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Zubeda Sakuru amewataka mashabiki wote kuelekea mchezo dhidi ya Al Masry kuzingatia masuala yote ya ulinzi na usalama ili kufanya mchezo huo kuwa na mvuto zaidi nje na ndani ya uwanja. Tunawataka wapenzi wetu kuhakikisha kwamba wanazingatia mazingatio yote yatakayowekwa ya ulinzi na usalama. Na siku hiyo ulinzi umeimarishwa kweli kweli. Na kwa kushirikiana na jeshi la polisi hatutoruhusu mtu yoyote ambaye sio mwana Simba atuharibie shughuli yetu. Nimeongea kwa msisitizo kwa maana kwamba sisi kama klabu tumeimarisha ulinzi kila kona. Sisi tutume message moja tu kwamba waje watu wafupi, waje watu warefu, yaje mabasi ya BM, kama mechi haikuhusu baki nyumbani. Kwa sababu tumehakikisha tumejithatiti katika kila hengo ili kulinda ulinzi na usalama. Na sisi tutakuwa wakali sana kama klabu. Kwa maana kama unakuja kwenye mechi hii usibebe mizigo mingi. Begi lako liache mahali, unasururu, umetoka shamba, umetoka kufiksi umeme, umetoka kwenye kibarua, eka zile nyenzo zako sehemu sahihi ili uingie uenjoy. Kazi yetu siku hiyo ni moja tu, kushangilia na kuhakikisha timu yetu inafuzu. Tukisalia kwenye taarifa za mlengo huo, viongozi wa zamani wa klabu ya Simba wamewataka mashabiki kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa Benjamin Mkapa katika mchezo wa marudiano wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry, huku wakitaka ushindi tu na kufuzu hatua ya nusu fainali. Nataka wanachama na wapenzi waelewe kwamba kuna tofauti gani kati ya uwanja wa Mkapa na uwanja mwingine. Nasema kwa Mkapa mtu hatoki sio kwa ajili ya wachezaji peke yao. Hatoki mtu kwa ajili ya nyinyi wanachama na wapenzi wa Simba. Mnapojaza uwanja ndio mnaofanya wachezaji wawe na nguvu zaidi. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhamasisha na kusema kwamba Simba ni moja
na Watanzania wote ni wamoja. Wale ambao hawaitakii mema klabu ya Simba, tunawaomba siku hiyo wakae kwa kutulia kimya, wasijaribu kuleta vurugu, kuungana na watu wa aina yoyote ili kutaka kututoa nje ya mchezo. Nataka kuambia Waarabu, tarehe 9 hawatoki Waarabu. Hawatoki. Mwenyekiti, andaa basi la mwendo kasi. Mimi naamini utapotea njia tu Waarabu. Waingie humo, watokee Kongowe, watokee Mtwara, wapande mbele wende kwao. Kudada deki. Hii ndio Simba bwana. Si mtaona pale? Watu warefu tutawaleta na mimi nitawaongoza watu warefu, watakuja uwanjani, Waarabu watakimbia. Tumeweza kuongea na benchi la ufundi, wameona makosa yaliyofanyika kule na tunaamini wameyarekebisha na tunaweza kupata ushindi. Kwa kupitia wanahabari, tunaomba mtufikishie hizi salamu kwa wana Simba, wajitokeze kwa wingi. Wachezaji wetu nao wameahidi kufanya makubwa katika historia yao ya mpira na katika historia ya Simba kama klabu. Mimi niwashukuru sana wanahabari na tunawategemea nyie mwe mabalozi wetu kutufikishia hizi habari kwa wana Simba. Wakati haya yakiendelea, upande mwingine mdau wa michezo Robi Sportswear amekabidhi tiketi 30 ikiwa ni pamoja na usafiri wa kwenda uwanja wa Benjamin Mkapa kwa wachezaji wa zamani wa Simba katika mchezo wa Aprili 9 kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amemshukuru mdau huyo kwa kuunga mkono harakati za mnyama wakati huu yuko mawindoni kuisaka nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tunamshukuru kwanza Robi Sportswear kwa moyo wake huo wa kujitoa kwa wachezaji wetu hawa wa zamani na kuamua kufadhili zoezi hilo la wao kwenda uwanjani na kurudi bila mashaka ya aina yoyote. Lakini hawa ni watu ambao sisi kwetu Simba wana thamani kubwa sana. Unapomthamini mchezaji wa zamani, unampa moyo mchezaji wa sasa ya kwamba hata nikimaliza muda wangu wa kucheza mpira Simba na baki na thamani ile ile ndani ya klabu yangu. Ukiwatupa hawa, hata hawa wanaocheza, ule moyo wa kukutumikia unakuwa sio mkubwa sana, kwa sababu anajua hawa watu nikishaondoka tu hapa shughuli mimi na wao imekwisha. Kwa hii ni kama darasa la kuambia wale wachezaji waliopo sasa, nyinyi jitoweni kwa namna yoyote ile, sisi tuko na nyinyi wakati huu na hata baada ya kumaliza karia yenu ya kucheza mpira. Tunawatambua, tunawathamini, tunawajali, na ndio maana tukaona tuwapelekee tiketi hizi, kwa maana tuwape tiketi hizi, tuwape na usafiri. Haipendezi wewe kiongozi unaenda zako uwanjani, umekaa kwenye gari lako, unaingia uwanjani bila mashaka ya aina yote, alafu unatupia jicho nje, unamwona Mohamed Banka amekaa kwenye foleni anasubiri kuingia uwanjani. Ni vitu ambavyo havileti picha nzuri. Inatakiwa na wenyewe waingie kwa status ile ile waliokuwa nayo kipindi hicho wakati wanaingia uwanjani. Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Na wachezaji hao wa zamani wamefurahishwa na tukio hilo la kupewa tiketi kuelekea mchezo huo wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry utakaopigwa tarehe 9 mwezi huu. Yaani mimi naweza kusema moja ya furaha kubwa katika wachezaji wa zamani ni hii, na hii mimi naweza kusema itakuwa ni chachu ya kianzio cha kuweza kuwathamini wachezaji waliopitia Simba, na hata itakuwa ni mfano kwa vilabu vingine kuiga ili waliofanya Simba. Kwa maana hiyo sisi tuko karibu na timu na tutaendelea kuisapoti, na katika mechi ya Jumatano mimi nadhani hata hizo tiketi 30 zinawezekana zikawa ndogo kutokana na idadi ya watu watakao kuja. Mchezo kama mchezo mimi nachukulia ni mchezo ambao utakuwa mgumu mwanzo, lakini baada ya hapo kwa timu jinsi nilivyoona wale wa Masry wanavyocheza, na uhakika wa 100% wa kushinda tu. Si chini ya hizo goli 3. Inawezekana hata zikawa 5 endapo wale wachezaji wakati watatumia nafasi. Watu 30 kupewa tiketi si jambo dogo, ni jambo kubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana uongozi, na ndio maana sisi tuko karibu na uongozi. Unajua sisi ni Simba, pamoja na tumeshatoka kule kwenye nani, lakini bado Simba ni timu yetu, na ndio maana unakuta tumeanzisha veteran kwa ajili ya kuiona sisi bado ni muhimu watu wa Simba. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo walilotutendea. Ukiangalia mechi ya kwanza tulikuwa na nafasi pia na sisi ya kuweza kupata goli kule, lakini unajua ni mpira una matokeo matatu. Kwa hiyo tumefungwa kule 2, lakini nina imani kabisa
kwa mambo ambayo timu itajiandaa na maandalizi yanayoendelea hapa kwa Mkapa, na kama unakumbuka kwa Mkapa hatoki mtu, basi hiyo Jumatano wale wajipange vizuri. Tuna uwezo kabisa kupata goli zaidi ya 3. Wakati huo klabu ya Simba imetoa msaada katika kituo cha kulelea watoto wenye mtindio wa ubongo kilichopo Bunju, lengo likiwa ni kurejesha kwa jamii na kupata baraka katika mchezo wao wa Jumatano kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Wakati hilo linaendelea kukaa sawa, ni kukumbusha nimekujuza kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba na maandalizi hayo. Ni kama timu nzima sasa iko pamoja. Tuungane na Godlisten Muro tuweze kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na hilo. Ndugu yangu, Simba sio wakongwe wa zamani, sio wapya, sio viongozi wa zamani wastaafu, sio wa sasa. Wote wameungana, wamefunga kule kwetu tunaita kufunga kibwebwe. Wameivalia njuga hii mechi. Hii inaashiria nini ama ina maana gani? Wewe umekuwa unafuatilia soka si leo si jana wala juzi. Kabisa. Na kama ni duara, si duara tu la watu wamejishika wenyewe. Ni duara la kushikana mikono. Yes. Nafikiri tunaposema team hatuzungumzi kinachoonekana ndani ya kiwanja. Tunazungumza muunganiko. Na kwenye muunganiko unawagusa watu wengi. Imagine mpaka kina Dua Saidi unawaona ni ma-legend wa kipindi cha muda mrefu sana. Lakini angalia kundi kubwa la wale viongozi wa zamani wa club. Angalia kundi kubwa la wale waandamizi wa club. Maana yake wanahitaji jambo lao. Umemsikia Murtaza Mangungu wakati anazungumza nusu finali mwaka 74, finali mwaka 93. Kumbuka ilikuwa ni lile kombe la CAF. Kulikuwa pia kuna lile kombe la washindi. Yakaunganishwa mwanzoni mwa miaka 2000 ndio ikaja shirikisho. Kwa hiyo wakati michuano imeitwa CAF Confederation, Simba haijai kuvuka robo finali. Wakati ikiitwa CAF Cup na kadhalika, iliwahi kufika hatua za juu. Sasa ni rekodi ambayo bado haijafikiwa. Wakati kombe la dunia linafanyika nchini Qatar, ilikuwa tunawaza Afrika lini itakwenda timu at least kufika nusu finali. Morocco wakafanikiwa kufanya hivyo. Sasa kwa upande wa Simba, kinachowasukuma pia ni pressure pia ambayo inatokana na kile ambacho kimeshawahi kufanywa na majirani zao pale pale Kariakoo kucheza finali ya kombe la shirikisho. Hicho ni kitu kingine ambacho mara nyingi kinakusukuma kuweka alama hiyo. Lakini ukitazama wanajiona wako kwenye nafasi bora wakiilinganisha timu yao na timu wanaokwenda kucheza nao Al Masry bila kushindwa kuwaheshimu kwenye upande wa kuchezea, lakini wanajiona wako kwenye uzani wa juu, hasa katika vilabu 10 bora barani Afrika. Simba wamo katika renki hiyo. So nusu finali inaweza ikawa pia ni malengo bora zaidi. Bwana, shukrani Muro, nilitamani pia kusikia maoni yako kuhusiana na hili. Maana show yani wote wameungana sasa. Shughuli na watu. Shukrani sana. Tutakutana baadaye kuangalia mengine zaidi. Nikukumbusha unaendelea kufuatilia mshike tunayo mengi zaidi ya kuendelea kukujuza hapa kwenye uga wa michezo na burudani. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi tarejea, lakini kabla tujakwenda mapumziko mafupi, machache kati ya mengi ambayo nitakujuza ukiacha haya niliyokuambia kuhusiana na maandalizi ya Simba ni pamoja na haya. Lindanda ama Pamba Jiji kuikabili Fountain Gate FC hapo kesho katika ligi kuu soka Tanzania bara. Na wanamichezo mwenzi rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Abeid Karume kwa kucheza mchezo wa bao. Huu ni mshike, twende break, usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi na kuichagua Azam Sports. Huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Wakati hayo yakiendelea na mengine mengi ambayo nimekujuza, tusalie kwenye kuwatazama wekundu wa Msimbazi Simba ambao wametoa msaada katika kituo cha kulea watoto wenye mtindio wa ubongo kilichopo Bunju, lengo likiwa ni kurejesha kwa jamii na kupata baraka katika mchezo wao wa Jumatano wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry ambao utapigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Tuko hapa kwa ajili ya kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu. Tuko hapa kwa ajili ya kutafuta msaada wa Mwenyezi Mungu. Kile ambacho tunakitoa kwa watoto hawa wenye uhitaji, Mwenyezi Mungu tunachomuomba atulipe ni ushindi na kufuzu kwenda hatua ya nusu finali ni siku ya Jumatano. Lakini niwapongeze vile vile walezi wa kituo hiki cha Baba Oreste. Mnafanya kazi kubwa sana. Kuna tofauti kubwa
kulea watoto yatima na kulea watoto wenye utindio wa ubongo. Tofauti yao ni kubwa mno. Hawa wana mahitaji mengi, wana mahitaji magumu, wana mahitaji makubwa. Tumejikita actually kwenye jitihada za kijamii katika maeneo ya afya, elimu, lakini pia kuboresha maisha ya Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo sisi tunakata cross Muislamu, Mkristo, unavaa timu gani, we are here for kila Mtanzania, na tumefurahi sana kuwepo mahali hapa. Lakini zaidi ya yote tungependa watakia kila la heri of course wana Simba siku ya Jumatano kwa ajili ya mchezo mkubwa tuliokuwa nao, tukiamini kama ushindi huu sio tu wa Simba, ni ushindi wa Tanzania, na tunawakaribisha kuweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Mo Dewji Foundation na kuendelea kushirikiana na sisi katika kazi mbalimbali tunazoendelea kuzifanya. Ikiendelea, ligi kuu ya NBC itaendelea hapo kesho kwa mchezo mmoja ya kupigwa. Pamba Jiji wataikabili Fountain Gate majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa CCM Kirumba pale Mwanza. Kocha mkuu wa Pamba Jiji FC Fred Felix Mizero na kocha msaidizi wa Fountain Gate Amri Said wamezungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo huo. Tumeshapata pointi 3, mechi iliyopita imekwisha, tunajipanga zidi ya Fountain Gate. Tunajua ni mechi ambayo itakuwa nzuri, mechi itakuwa ngumu pande zote mbili kwa sababu wao Fountain Gate pia wanahitaji alama 3 na sisi tunataka alama 3. Basi nadhani watu wategemea kuona mchezo mmoja mzuri wenye ushindani mkubwa sana hapo kesho. Kwa hiyo majeruhi wapo, lakini nadhani watakuwa kupata nafasi ya kutuhakikisha kesho, na mimi naamini watafanya vizuri. For us all the remaining match is like a final for us, so we don't have, our objective is not to lose any of them. Maandalizi yetu yanaenda vizuri na vijana wote wako katika hali nzuri, na tunajaribu kuweka tayari kwa ajili ya mchezo, lakini wako katika hali nzuri zaidi. Hilo tunashukuru Mungu. Tumejitahidi kidogo kuwahi kutoka Kigoma kuja hapa kidogo. Fika jana wachezaji wamepumzika na leo tumepata muda tena. Tunavyozungumza wanaendelea na program za mazoezi kwa ajili ya kuondoa uchovu kwa siku ya leo, na jioni maandalizi yetu yataenda vizuri, lakini uchovu ratiba ilikuwa imebana kidogo, haiko ilikuwa imebana. Labda nafikiri baada ya hizi mechi, nafikiri baada ya mechi ndio kidogo naona ratiba yetu kidogo inatupa muda kidogo wa kuweza kufanya hata marekebisho na kutengeneza kikosi vizuri zaidi. So tumerekebisha makosa ambayo tumefanya kwenye game ambayo imeshapita. So tuna focus sana na game hii, tunajua muhimu wa game hii kwetu na tunajua tumesimama wapi, na makocha wetu wameshatupa mazoezi mema, tunafanya, tunaendelea kujipanga vizuri, na tuna focus yetu yote kama wachezaji iko kwenye game ya kesho, na kila mchezaji ako tayari kupambana. So itakuwa kwenye upande wa technical bench kuchagua nani anaanza, nani anaanzia nje, lakini kila mchezaji ameshaonesha kwamba ako na hamu na game ya kesho, na kila mtu ako tayari kupambana kuona tunatoka na point mzuri kwenye game ya kesho ambayo itakuwa mzuri kwenye timu yetu. Wakati hayo yakiendelea, wachezaji la Tanzania Prisons wanaendelea na mazoezi ya kujiandaa na mechi ya dabi ya Mbeya kwenye ligi kuu ya NBC dhidi ya wenyeji wao Ken Gold itakayochezwa April 9 mwaka huu majira saa 10:15 jioni katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale Mbeya. Akiwa katika uwanja wa mazoezi, kocha mkuu wa timu hiyo Amani Josia amesema ushindi walioupata jana dhidi ya Kagera Sugar umeongeza chachu ya kurejesha morali kwa wachezaji kuelekea kwenye mchezo unaofuata. Taarifa yake Kakuru Msimu inaarifu zaidi. Alama 3 zilizopatikana dhidi ya Wanankumbi Kagera Sugar zilirejesha matumaini ya timu hiyo kupambania kutoshuka daraja baada ya kufikisha alama 21. Kocha mkuu Amani Josia anasema mara baada ya ushindi huo kikosi chake kinaendelea na mazoezi ya kuikabili Ken Gold, mchezo unaotajwa kuwa muhimu kwao licha ya kwamba wapinzani wao nao wanazihitaji alama 3. Kwa hiyo kwa kuanzia hapa sasa, kwa sababu tumeshapata sasa at least njia ya kushinda, tunaweza tukatengeneza safari yetu ya kubaki kwenye Premier League, kwa sababu kuna mechi nyingi ambazo tutacheza hapa Sokoine. Faida yake moja wapo ni kwamba hatutakuwa na safari za nje na ndani. Unajua moja vitu ambavyo vinapoteza concentration ni mechi za nyumbani, uchezo ugenini. Ndani ya siku 2-3, siku 2 huko nje, siku moja huko unakosa hata preparation. Lakini kwa hizi mechi takriban 4 zilizopo katika uwanja wa Sokoine, maana yake kwanza tutakuwa na energy. Lakini pia kwa sababu kuna winning mentality tayari tumeshaiweka kwa kuanzia siku ya jana. Kwa mechi yetu inayofuata ya Ken Gold itakuwa ni mechi ngumu, kwa sababu ni watu ambao tunashare uwanja, ni watu ambao wote tuko chini bila kujali kwamba mtu yuko kule. Wakati mwingine mnapokuwa watu mnaishi eneo moja panakuwa na ugumu kwa kiasi fulani, lakini pia ni mechi ambayo tunapaswa kushinda. Nahodha wa maafande hao wenye maskani yao mitaa ya Sinde
Lambert Sabiaka amesema kwa lengo lao kwa sasa ni kupambania timu hiyo isishuke daraja, kauli inayoungwa mkono na baadhi ya mashabiki. Wapinzani wetu sasa hivi ni wazuri, wamemarika sana katika maeneo mengi sana. Yaani unavyoona uchezaji, uwekezaji wao, wamewekeza pesa nyingi sana kuelekea ni mchezo ambao wahakikisha wenyewe wanatakiwa wabakie katika ligi. Lakini katika mchezo wetu wa kesho, kama mpinzani wetu sisi tutamheshimu, kama mtu mwingine tunamheshimu. Tutacheza kama tunacheza na mkubwa mwenzetu, ukiachana kwamba sisi tumemzidi, lakini tunamheshimu kwa sababu yupo ndani ya ligi yetu. Kwa hiyo mtu yote ambaye tunacheza kwenye ligi yetu kuelekea na hasa hizi mechi za mwisho, tutamheshimu, tutapambana naye mpaka mwisho kuelekea kuweza kupata matokeo kutoka huku chini. Sisi katika dabi sisi za Nyanda za Juu Kusini, Prison ndio baba yao. Kwa hiyo dabi inayokuja na Ken Gold, sisi hatuna wasiwasi, tunaamini kabisa kwamba tunachukua pointi 3. Maana benchi la ufundi wao wana msemo wao, wanasema kwamba watamheshimu mpinzani. Lakini sisi washabiki hatuna habari ya kuheshimu mpinzani. Sisi tunaingia kwa vile tunavyotaka sisi, kwa nguvu zote, kwa mbinu yoyote, kwamba lazima tushinde. Kama Prison, mashabiki wa Prison tumejipanga kwa ajili ya dabi ya Mbeya na tupo tayari kupambana nao na tupo tayari kupata alama 3, sababu ni alama muhimu kwetu sisi kutoka pale tulipo kuvuka kwenda hatua nyingine. Kwenye msimu wa ligi kuu ya NBC msimu huu, Tanzania Prisons wanashika nafasi ya 15 wakiwa na alama 21, huku wapinzani wao Ken Gold wakishika nafasi ya 16 wakiwa na alama 16, ambapo timu zote zimecheza michezo 25 zikisalia na michezo 5 mkononi. Kakurumsi, Azam Sports, Mbeya. Wakati akiendelea, kocha mkuu wa Dodoma Jiji FC Meki Maxime amewahakikishia mashabiki wa timu hiyo kupata ushindi katika mchezo wao wa April 9 wa ligi kuu NBC dhidi ya Kagera Sugar utakaochezwa katika uwanja wa Jamhuri Dodoma kuanzia saa 1 kamili jioni. Taarifa yake Joyce Mwakalinga kutoka Dodoma inaarifu zaidi. Walimadhabibu hao Dodoma Jiji FC wanaingia ulingoni wa kitamba na pointi 3 za mwisho walizopata baada ya kuwakunguta Ken Gold mabao 3 kwa nunge, ushindi ambao kocha huyo anaona umewaweka katika nafasi nzuri ya kujizolea ushindi mwingine. Sasa hivi kila pointi unayopata ni muhimu kwa sababu ligi inakwendea mwisho. Kwa hiyo pointi yoyote ni muhimu. Ukipata 3, ukipata 1, zote muhimu kuliko kupoteza. Kikubwa unajua unavyoona mashabiki, wewe mwenyewe kwanza inakupa nguvu. Yaani wale wanakuongezea nguvu fulani. Kwa sababu unajua hapa nacheza ili niwape watu fulani furaha. Kwa jinsi wanavyoshangilia, wanavyofanyaje, ili kuwaongezea furaha yao lazima timu iweze kushinda. Hilo ndio la muhimu. Nahodha wa timu hiyo Augustine Msata, yeye anasema wao kama wachezaji tayari wamejipanga vyema kuwakabili wenzao, huku msemaji Moses Mpunga na yakitamba kutumia vyema uwanja wa nyumbani. Sisi kwa upande wetu wachezaji morali ipo juu. Morali ipo juu kwa sababu sisi kwetu kila mchezo finali. Na tulifanya maandalizi ya michezo yetu 3 kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Nadhani kama unavyoona mchezo wa JKT tulipambana, umeona na mchezo wa jana nao tumepambana. Mwenyezi Mungu akajalia tukapata pointi 3. Nadhani morali ipo juu sana pia kuelekea mchezo unaofuata kesho kutwa dhidi ya Kagera Sugar. Tunataka kucheza na Ken Gold, wako chini kabisa kwenye msimamo, wanaofuata pale juu ni Kagera Sugar. Kwa hiyo unaweza ukaona ni ugumu kiasi gani michezo hii imeongozana. Wote ambao tunakutana nao wanahitaji matokeo haya. Naweza nikasema wao wanaamini wanahitaji kuliko sisi, lakini sisi tunayahitaji haya matokeo kuliko wao. Na niwaambie tu kwamba kama wanaona Jamhuri ni sehemu ya kujiuliza ili waweze kusalia au waweze kupata alama za kusogea juu, basi wamekosea. Mpaka sasa walimadhabibu hao Dodoma Jiji FC wameshacheza michezo 25 wakiwa na pointi 31 katika nafasi ya 7. Licha ya Dodoma Jiji kujinasibu na kuwahakikishia ushindi mashabiki wao, lakini dakika 90 ndizo zitakazoongea na kuhitimisha mchezo huu namba 204 utakaopigwa katika dimba la Jamhuri Jumatano ya Aprili 9 mwaka huu. Joyce Mwakalinga, Azam Sports, Dodoma. Katika kiendelea, kikosi cha Singida Black Stars kimeanza safari ya kwenda kule Tanga kuwafuata Ugosi wa Kaya Coastal Union, ambapo miamba hiyo miwili itashuka dimbani April 10 mwaka huu katika uwanja wa Mkokwani Tanga kucheza mechi ya ligi kuu ya NBC. Meneja wa Singida Black Stars Hamisi Tambwe pamoja na afisa habari wa kikosi hicho Hussein Masanza wamezungumzia maandalizi kuelekea mchezo huo. Kwanza tunajua hiyo mechi itakuwa ngumu. Ndio maana huwa tumejipanga vizuri na tuko tayari kwa kila kitu. Na hizo pointi 3 tunazihitaji sana, hata Coastal kama wanazihitaji, lakini sisi tunahitaji zaidi. Kwa hiyo tumeenda na tahadhari zote na tunajua mchezo wa kule huwa mara nyingi unakuwa mgumu sana, lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tutashinda inshallah.
kabla ya msimu kuanza huwa tunakuwa na objective yetu ya kuwa zile tatu big four, zile nne za kwanza zile. Kwa hiyo na hivi bado malengo yapo. Kwa hiyo sasa hivi tunahitaji nafasi ya 3 na inawezekana hiyo. Msimamo ukiangalia kwa kwetu sio vibaya kwa sababu acha nguvu zote tunazielekeza kwa nafasi ya 3. Miongoni mwa timu korofi, timu ambazo zinaisumbua sana Singida Black Stars ni Coastal Union, lakini this time tumedhamiria tunaenda kutafuta alama 3 na tutazipata ugenini inshallah. Kwa kikosi kinaondoka kikiwa na jumla ya wachezaji 30 na benchi la ufundi lote pamoja na baadhi ya viongozi ambao wanaambatana na timu. Hii yote ni kuashiria kwamba mchezo huu ni muhimu sana kwetu na tunahitaji kwenda kutafuta alama 3 kwa namna yoyote ile. So safari inaanza hapa kutokea Singida, tutaweka kituo kidogo Arusha kwa ajili ya mapumziko, kisha kesho mapema tutaendelea na safari kutokea jijini Arusha kuelekea jijini Tanga. Tutaendelea kufahamishana zaidi kinachoendelea. Tumejipanga vizuri kutokana na mechi ya jana, tumepata matokeo mazuri, kwa hiyo tuna morali mzuri. Kwa hiyo tunahakikishia mashabiki wa Singida Black Stars kwamba tutarudi na point. Na tushaishi kuwa na top 3. Kwa hiyo mapambano ni makubwa kwa sababu dhumuni la timu sasa hivi ni top 3, sio top 4 tena. Kwa hiyo benchi la ufundi, viongozi, wachezaji tumejipanga vizuri kwa kushika nafasi ya 3 sasa. Ni Edward Charles Manyama akizungumzia maandalizi yao kuelekea Mkokwani kule Tanga. Endelea kutazama Mshike, tuende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Tunayo mengi ya kuendelea kujuza, lakini usahau kuungana nasi kupitia pia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X Azam TV TZ, lakini kule Instagram ambako tunapatikana kwenye ukurasa wetu wa michezo Azam Sports, Azam TV Sports, unaweza kutupata huko. Muda niungane na Godlisten Muro kwa ajili ya kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na uchambuzi wa mechi kadhaa ambazo zitakuja za Ligi Kuu NBC ambazo utamu ama uzuri wake unatokana na nafasi ambazo kila mmoja yupo mpaka hivi sasa. Muro, kuna timu ambazo ziko chini kwenye msimamo na zinapambana na hivi karibuni watakuwa na vimeo kadhaa. Kwa mfano Ken Gold anapambana walau anusurike kushuka daraja, na sasa hivi pengine nafasi ambazo anazitamani hata kucheza playoff anaona kabisa, unaweza kaona kwamba inaweza kawa sehemu ya yeye kupona kushuka daraja. Hizi ndizo mechi zake 5 za mwisho, unazitazama vipi? Mechi ngumu sana kwa sababu ya kwanza ya Aprili 9 dhidi ya Prisons, wote wako kwenye mistari mekundu. Pointi 16 kwa Ken Gold, 21 kwa Prisons. Unaweza kaona Kenya akishinda mchezo wake bado atakuwa na pointi 19. Anahitaji zaidi ya pointi 9 kujiondoa kwanza kwenye hili eneo la relegation pamoja na hii mistari ya njano. Pointi zaidi ya 9. Kwa nini? Ukizipata 9 jumlisha 16 utazifikia 25 za Coast. Kumbuka hujapiga mahesabu Coast kacheza ama hajacheza. Kwa hiyo ni zaidi ya pointi 9 kumtoa hapa. Pointi hizo 9, michezo iliyobakia ni 5. Pointi 9 ni michezo 3. Maana yake aishinde michezo 3 kati ya 5. Na hawa wa juu mechi zao ziwe zimewapalia. Kina Coastal, akina Kagera na kadhalika. Kwa hiyo michezo migumu sana, hasa ukiangalia Prison yuko humo, Pamba yuko humo. Unamwona Ken Gold akikiepuka hicho kikombe? Inawezekana kwenye football. Inawezekana. Lakini kile ambacho wanakiwekeza kwenye uwanja wa kuchezea. Sababu angalia hapa kuna mchezo wa Prison dhidi ya Ken Gold. Hawa ni Prison sasa. Prison dhidi ya JKT. Lakini Ken Gold hao tutakuwa tunazungumza dhidi ya Pamba watazame. Coastal watatoka watakwenda Mkokwani Tanga. Dhidi ya Namungo watatoka watakwenda Ruangwa. Angalia dhidi ya Pamba na Simba. Dhidi ya Pamba, dhidi ya Simba. Kumbuka Simba huyu mambo ni mengi. Yuko kwenye harakati za pale kwenye ubingwa. Pambana kwenye ubingwa. Hem, tutazame Prison kwanza tuone. Maana hizi timu zote za Mbeya hizi na wote wako pale chini pale. Bwana. Tutazame Tanzania Prison na hao kama ulivyoona hapo na Ken Gold na JKT Tanzania na Coastal na Yanga na Singida. Sema tofauti kidogo kwa Tanzania Prison, wana faida ya kucheza takriban mechi 4 nyumbani. Nyumbani ni kweli. Japo hiyo wataonekana wako ugenini lakini ni kwao. Ni pale pale. Dhidi ya JKT moja kati ya mechi ngumu. Coastal, Young Africans, mtu ambaye anapambania ubingwa na kuutetea ubingwa wake. Lakini angalia mchezo dhidi ya Singida Black Stars.
tulielezea, ukiacha vita ya Simba na Yanga, kuna hii vita ya Azam na Singida Black Stars. Wana gepu la pointi moja. Moja na 51 Azam, 50 Singida Black Stars. Anaitaka zaidi nafasi ya 3. Kumbuka tumeelezea scenario ya bingwa akitoka nje ya top 4 kwenye michuano ya FA, anaathiri vipi ile nafasi ya 4. Kwa hiyo unaweza ukaona wana mechi 4 nyumbani, lakini ndani ya hizo mechi 4 kuna kigogo mmoja Young Africans. Alafu pia ana mchezo wa kutoka kwenda Liti Singida. Michezo tena migumu. Wana tuwatazame pia na Kagera, na wao pia wana vimeo kadhaa. Hawa ni Kagera Sugar, wana kimeo dhidi ya Dodoma, wana Azam, wana Mashujaa, wana Namungo, wana Simba na wao. Kesi ile ile. Ukiacha mechi ya kesho kutwa ambao wanacheza pale Jamhuri. Wana mechi ya Azam kwenye vita ya nafasi ya 3, Azam huwezi ukawaacha, lakini kumbuka wanamaliza msimu na Simba Sports. Waliwahi kumaliza msimu wakawafunga Simba mechi ya mwisho. Kama unakumbuka rais wa awamu ya 5 Dr. John Magufuli alikuwemo, Kagera alishinda ule mchezo. Lakini huu ni mchezo mwingine ambao utakuwa na karata ngumu, kwa sababu Simba wakati huo atakuwa pia kwenye mapigano ya kutetea ubingwa ambaye ameupoteza kwa misimu 3 iliyopita. Yes. Bana, shukrani sana Muro, kila laheri ndugu yangu. Tuko vizuri. Ubarikiwe sana. Asante sana. Ni Godlisten Muro, nilikuwa nazungumza naye hapa akitujuza mengi yaliyojiri kwenye uga wa michezo na burudani, hasa kwenye zile timu ambazo ziko nafasi za chini kabisa na hatima yao kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Tuangalie lingine kubwa kuelekea mchezo wa marudiano wa robo finali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya Al Masry. Mashabiki wa Simba kutoka kule Mwanza wametamba kuibuka na ushindi kwenye mchezo huo. Wakizungumza wakati wa maandalizi ya safari yao kuja Dar es Salaam kwenye mtanange huo, ikiwa ni pamoja na mambo mengine, wamewataka mashabiki wenzao kutoka maeneo mbalimbali nchini kujitokeza kwa wingi kuishangilia timu yao. Taarifa zaidi na Innocent Rais kutoka Mwanza. Siku chache kabla ya Simba kushuka dimbani kuwakabili Al Masry, kikao hiki ni mipango ya safari ya Dar es Salaam kumuunga mkono mnyama. Kwa kweli nielekeze shukrani zangu kwa mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Saidi Mtanda. Ametusaidia, ametupa kiasi cha shilingi milioni 1, lakini na mafuta lita 100. Ni mashabiki wa Simba tawi la Igoma jijini Mwanza. Tunaondoka na timu ya watu 60 na tutaondokea kuanzia maeneo hapa ya tawi. Tunaenda tukiamini kwamba tunaenda kuvuka, sio mwaka robo tena kama wanavyotuita. Timu hii tunaenda nusu fainali kwa kishindo. Wazee wa Ukerewe wote wamenihakikishia, nimeongea pamoja na maimamu na wachungaji, wametuhakikishia ya kwamba awamu hii tunavuka na tunaenda kuvuka kwa kishindo. Tunaenda kumkandamiza Mwarabu pale kwa Mkapa, hawezi kutoka. Tunapata goli 4 mpaka 5, zile haziwezi kumkosa. Waarabu tulishawajulia sisi namna ya kucheza, kama kule Misri imeshakuwa kama nyumbani. Wanasema kilichopata ugenini si funzo la Mwanaukome, eti ni zoezi la utayari lililowafanya kuwa ngangari. Kupoteza kule Misri hainipi mimi unyonge wa kuingia kwa Mkapa nikiwa mnyonge. Kikosi changu kiko vizuri, benchi la ufundi nadhani limecheki makosa yaliyofanyika kule, wameyatendea kazi. Kwa hiyo tuna imani, tuna 125% za ziada. Tunaingia nusu fainali kwa kishindo. Iwe isiwe, hata kama angekuwa ametupiga magoli 100, angepigwa 101. Hii tunavuka. Na natoa wito kwa mashabiki wote wa Mwanza na sehemu mbalimbali wanaoipenda, wenye mapenzi mema na timu ya Simba, wajitokeze kwa wingi uwanja wa Benjamin Mkapa, na uhakika Mwarabu ataenda akaipate pumzi ya moto. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Tukamilishe na hili. Katika kuadhimisha siku ya kifo cha aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume, kituo cha mafunzo ya michezo kwa watoto na vijana Cheyo Sports Academy cha mjini Tabora kimeadhimisha siku hiyo kwa kucheza michezo aina mbalimbali, huku mchezo wa bao ukipewa kipaumbele kwa kuwa ulikuwa ni sehemu ya historia ya kifo cha Sheikh Abeid Karume ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi akiwa anacheza bao. Juma Kapipi anaarifu zaidi. Siku hii imepewa umuhimu wa aina yake. Wadau wameshiriki katika michezo ya aina mbalimbali. Mchezo wa bao ukapewa kipaumbele. Mpaka na kumbukumbu moja tukio lililotokea marehemu Karume alipofariki, alikuwa kwenye bao. Nadhani hiyo ni kumbukumbu ya muhimu mno, kwani miongoni mwa sababu za kupatikana uhuru wa nchi hii, mchezo wa bao ulichangia kwa 1% kubwa. Kwa hiyo tunaiomba serikali sasa irudishe mashindano yale ya mkoa kwa mkoa ili kumpata mwakilishi wa Tanzania
Mkurugenzi wa kituo cha Cheo Sports Academy, Sabara Agostino, ameeleza dhamira ya kituo chake katika kuibua vipaji vya vijana kwenye michezo. Siku ya kumbukizi ya Abeid Karume kwao ni muhimu mno. Sisi tunasema mpira ni maisha, kipaji ni dhahabu. Sababu tuko katika mkoa wa Tabora, tukautafuta kauli mbiu yetu ambayo inasema kumlinde hela Karume. Hilo ni neno la Kinyamwezi ambalo tulipata kwa chifu. Tafsiri yake inasema tunamshukuru Karume. Tunamshukuru Karume kwa nini? Kwa sababu alikuwa muasisi wa michezo. Siku hii ya kumbukizi ya marehemu Karume ilishirikisha pia michezo mingine mbali na bao kama soka, kikapu na hata mpira wa pete. Washindi wakapata tuzo zilizotolewa na mchungaji wa kanisa la KKT, Trafainankia. Kupitia uwekezaji huu wa kukuza vipawa kuanzia watoto wadogo, tukiwekeza kwa nguvu zetu zote, ninaamini ya kwamba tutafanya vizuri kuliko tunavyofanya katika mambo mengine yoyote yale. Mwili wa aliyekuwa mhariri mkuu msaidizi wa kitengo cha habari na matukio hapa Azam Media, Rahabu Fungo, umepumzishwa hii leo katika makaburi ya Ununio, Dar es Salaam. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Naam, kutokana na wakati tuweke nukta hapo, lakini Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Rahabu Fungo miongoni mwa wafanyakazi ambao walifanya kazi kwa kujituma na kwa weledi mkubwa wakitumikia Azam Media Limited, na kampuni ya Azam Media inatoa pole pia na salamu za rambirambi kwa familia na wote wapendwa na watu wa karibu wa Rahabu Fred, na kuwatakia wakati ambao mzuri zaidi hasa, lakini pia kutoa pole kwa familia na ndugu wote wa karibu wa familia hiyo. Mpaka hapo niseme hatuna la ziada, na tukamilisha na muhtasari kwa yote ambayo tulikuwa nayo hii leo. Tumekujuza mengi kwenye mshike, lakini machache kati ya yale ambayo tumekujuza ni pamoja na haya. Kiungo mshambuliaji Pacome Zouzoua aiongoza Yanga kuichapa Coastal Union ligi kuu ya NBC. Na wekundu wa Msimbazi Simba waendelea na hamasa wakisaka nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Mwisho kabisa tumaliza na hili, TP Linda na ama Pamba Jiji FC kuikabili Fountain Gate kesho katika ligi kuu ya NBC. Mpaka hapo hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses, mpaka wakati mwingine. I'll